Mkuu mstaafu mzee wetu Mzee Pinda, karibu sana. Tunakushukuru sana kwa kutukutanisha na baraza letu. Sasa tuko tayari kukusikiliza. Tunapozungumza kilimo, tunazungumza maisha ya Watanzania, na bahati nzuri kilimo sio kwenda tu shambani, pamoja na kufuga na kuvua. Kwa hiyo ni fahari kwamba mimi ndio kilimo chenyewe lakini kuna sehemu nimewaachia wenzangu wanisaidie kunisukuma. Nikushukuru sana mwenyekiti, umetoa picha pana na ya tija kubwa ya baraza na tija ya baraza kwenye sekta ambazo sisi tumepewa dhamana ya kusimamia. Kwa kweli serikali ya awamu ya 6 kilimo kimekuwa ni kipaumbele kikubwa sana, na ushahidi upo kwenye maeneo ya msingi ya uwekezaji, kwa sababu dhamira ya kwanza ya kuthamini jambo ni namna unavyowekeza kwenye jambo husika. Kwenye kilimo, kwa miaka 3 iliyopita bajeti imeongezeka zaidi ya mara 3 ya bajeti iliyokuwepo nyuma. Sasa hivi tunazungumzia trilioni 1.2 ya bajeti ya kilimo kutoka bilioni 300 200. Unaweza ukaona dhamira ya serikali kwenye eneo la uwekezaji wa kilimo nchini, na uwekezaji huu hauna excuse ya kutafuta matokeo. Kwa uwekezaji huu tunalazimika kuhakikisha tunapata matokeo na tija inayoenda sambamba na uwekezaji uliofanyika. Mtendaji mkuu amejaribu kushukuru sana namna tulivyoweza kufanya kazi kwa karibu na wizara zote. Maana ni baraza hili bila wizara hizi kuwa supportive hamwendi, tungekwama tu. Lakini na sisi tulijitahidi sana kuwapa nafasi ya kutambua kwamba we are not above the ministries. No. Bado wizara mna nafasi yenu. Sisi tumekuja tu kwa ajili ya kutaka kuona kama tunaweza tukasaidia mambo hapa na pale. Kwa hiyo mimi nataka niungane naye kushukuru sana Wizara ya Mifugo na Uvuvi pamoja na Wizara ya Kilimo kwa namna ambavyo tuliweza kusimamia zoezi hili na mpaka hapa tulipofika. Kwa hiyo naamini huko tunakokwenda itakuwa ni kukuza tu hao mawazo ambayo tumeanza nao sana kwa ujumla. Tunataka mashirikiano ambayo tumeyapata kwa vipindi cha miaka 2-3. Ile alikuwa anasema kuunda kale kachombo kwa kupanga kwenye structure kwa kwenye bajeti, ilibidi mpaka tumshirikishe mwanasheria mkuu wa serikali. Kwa hiyo taasisi haka kakaundwa legally. Kwa hiyo kako kwenye GN yake na kadhalika, lakini kwa sababu ya mashirikiano tuliokuwa tumeyapata. Kwa mimi nadhani kwa sasa kazi iliyokuwepo sasa ni kusema hebu sasa twende sasa, kwa sababu hatuna visingizio. Mipango ya bajeti tunaingizwa. Kwa hiyo tunaamini kabisa tunaweza kufanya vizuri kuliko tulivyokuwa tumewaza. Kwa hiyo tunaamini kabisa baraza hili kufanya kazi kwa pamoja na wizara hizi tunaweza tukachochea mabadiliko makubwa tu upande wa kilimo, mifugo pamoja na uvuvi. Kikubwa hapa ambacho nadhani lazima tukinote, malengo haya yanatupeleka 2030. Leo 2026. Kwa hiyo unaona kabisa muda si rafiki. Lakini maadamu mambo mengi yameshawekwa vizuri, hatuna sababu ya kufikiria possibility ya kupenya tukafanya vizuri within the time frame. Lakini patahitajika nguvu kubwa sana ya kuweza kusukumana ili tuweze kufikia malengo yale kwenye parachichi, kwenye ngano, kwenye nini. Basi lakini tukiwa wamoja sidhani kama itatushinda. Jamani, kazi na utu. Usisahau kusubscribe, kulike na kucomment.